Nilipokuja nilitakiwa kufanywa interview, lakini wale watu waliponitazama tu wakasema huyu hana sababu ya kufanya interview. Tunaomba aanze kazi, na baada ya miezi mitatu tukiona anaelewa tutampa mkataba wa miaka kadhaa ya kufanya kazi. Nikaanza kazi kwenye kampuni moja, ofisi zake zilikuwa Mikocheni pale. Ni ofisi ya wanasayansi, kuna wazungu, kuna mchanganyiko wa watu wasomi sana pale. Nikaanza kazi, na nilipoanza na mimi sasa nilianza kuona nuru kwamba kuna mahali Mungu ananipeleka. Nikaanza safari ya kujiendeleza kimasomo. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa Dar es Salaam nikasoma masomo ya QT. Nikawa naingia ofisini, nikitoka jioni naenda darasani. Nilikuwa nasoma maeneo fulani Magomeni kule Mzimuni. Nikaanza masomo ya QT, mwaka mmoja nikasoma form 1 na form 2. Tukafanya mtihani watu zaidi ya 900 lakini baada ya ile mtihani ule wa kufanya ili uvuke QT kwa mwaka wa kwanza, tulifanya watu 900 tukapita watu kama 270. Uhali gani mtazamaji mzuri kabisa wa kituo chako bora kabisa cha matangazo cha NYTV. Ninakushukuru sana kwa kuendelea kuwa mfuatiliaji mzuri na mdau kabisa wa vipindi ambavyo tumeendelea kukuletea kutoka katika mipaka ya nchi yetu ya Tanzania, ndani na nje. Na siku ya leo niko kumtembelea mtumishi wa Mungu Mchungaji Cassian Mwenyasi. Huyu ni mtoto wa pale Kinondoni ambaye amelelewa kabisa pale katika kanisa la Kinondoni Revival Church chini ya Askofu Rogate Zakayo Swai, na kwa sasa hivi anamtumikia Mungu katika kanisa la TAG City Light International Tabernacle lililoko maeneo ya Bunju Kinondo, na ninakukaribisha sana. Tutazungumzia mambo kadha wa kadha kuhusiana na safari yake nzima ya utumishi, wapi alikotokea, lakini pia kuhusiana na kazi ya Mungu inayoendelea pale katika kanisa la TAG City Light International Tabernacle. Mchungaji, Bwana asifiwe. Amina. Habari za utumishi? Tunamshukuru Mungu, tunaendelea vizuri kabisa. Kinondo kunasemaje huko? Kinondo kwa neema ya Mungu tunaendelea vizuri sana. Bado tunaendelea kumtumikia Mungu, lakini tunamuona pia katika mambo kadha wa kadha akiendelea kuwa mwema na kuendelea kutupigania. Amen. Naomba tuanze kufahamu, ambaye hakufahamu kabisa aanze kumfahamu Mchungaji Cassian ni nani? Mchungaji Cassian Lois Mwenyasi, ambaye nimezaliwa mkoa wa Morogoro vijijini, wilaya ya Mvomero. Kijiji kinaitwa Kinda, maeneo ya Ndole huko, au wanaita Muscat. Na baada ya hapo, baada ya miaka kadhaa nilipomaliza masomo yangu ya msingi, nilihamia Morogoro mjini. Nilikuwa na mambo kadha wa kadha hapo katikati, lakini nilijikuta niko Morogoro mjini. Nikiwa mkoani Morogoro nilikuwa ninafanya biashara, lakini pia nilikuwa nafanya kazi kwenye kiwanda cha tumbaku. Na wakati nafanya kazi nilikuwa na grupu kubwa tu la vijana mbalimbali, ambao wengine tulikuwa tunafanya mazoezi pamoja, wengine ni mazoezi wakati mwingine ni mazoezi ya kunyanyua vyuma na vitu vingine kadha wa kadha. Kwa hiyo tulifika mahali kwenye ujana tukiwa ni vijana ambao na ubabe tulikuwa tunaupenda. Yaani kuna wakati kwenye kunyanyua vyuma na nini, mwalimu anawafundisha sana kwa habari ya kuwa watulivu. Lakini wewe kwa sababu ya yale mazoezi binafsi, kuna wakati mtaani ukipita unatamani tu mtu hata kama yuko mbali, unatamani umwambie umenikanyaga. Yaani kuna namna ya vitu, mwili unachemka na ule ujana, unatamani kutesti zile nguvu ambazo umezipata kwenye mazoezi. Na kwa bahati mbaya tulikuwa na kijana mmoja ambaye yeye mwenzetu alikuwa anatokea, familia yao ilikuwa ni bora, yani ni watu wenye pesa. Sasa yule alikuwa pamoja na mambo hayo ni kama vile ndio kiongozi, anavuta na bangi. Mimi ninachomshukuru Mungu, nikiwa mdogo sana nakumbuka baba yangu mzazi aliwahi kuniambia, akaniambia, mwanangu, unaweza ukajaribu kila kitu lakini usije kujaribu kuvuta bangi. Kwa hiyo yale maneno ya mzee ambaye alikuwa bado hajamjua Mungu, nilikuwa bado kila ninachoweza kufanya, lakini yale maneno ya baba yangu yalikuwa ni kama yanapiga kengele kwenye akili yangu. Kwa hiyo ninashukuru, nilikuwa nafanya baadhi ya vitu vingi, lakini nikifika kwenye kuvuta bangi, mimi sikuwahi kugusa kuivuta bangi. Nikaendelea, baada ya kuwa nafanya kazi kiwandani, baadaye ndipo nilipokutana na Yesu. Nikakata shauri, nikaokoka. Na moja ya jambo lilinifanya nimjue Yesu mimi kwangu ilikuwa tofauti.
nilikuwa ninakutana sana na watu waliookoka na wananishuhudia, na nilikuwa ni miongoni mwa watu wanaopenda sana kubishana kwa hoja. Sasa walipokuwa wananishuhudia, wanatoa mistari ya Biblia wanaizungumza, mimi nilikuwa na kitabu changu cha dini, lakini sina mistari ambayo nimeishika kichwani. Kwa hiyo ilikuwa inanipa changamoto na nikatamani kubishana na walokole. Kwa hiyo nikaadhimia moyoni, lazima nipate Biblia niisome sawa sawa, alafu nikiijua, nikikutana na hawa walokole wenye mistari hawa, ama zao ama zangu. Lakini ikawa kinyume. Nilipokuwa naisoma Biblia, nakumbuka kuna wakati nilikuwa naisoma sana, alafu nikawa nakuta ni kama habari zangu zimechukuliwa, zimeandikwa kwenye Biblia. Kwa hiyo nikaanza kuwa ni mtu wa tofauti, nikasema hapana, kumbe hawa wanachosema yamkini kina ukweli. Ilifika mahali kadri nilipoendelea kulisoma neno la Mungu, nilifika mahali pa kufanya mashauri mwenyewe. Siku moja nikaadhimia, nikasema natafuta kanisa la watu waliookoka niende, ili nianze hatua yangu mpya ya maisha ya wokovu. Kwa hiyo mahali nilipokuwa naishi miaka hiyo Morogoro, sehemu moja ilikuwa inaitwa Modeko. Kulikuwa na kanisa ambalo liko karibu la watu waliookoka, linaitwa Mazimbu Temple TAG. Ikafika siku moja, nakumbuka ilikuwa ni Jumamosi, nilikuwa naishi na mdogo wangu tunayefuatana, anaitwa Fabian. Siku moja nikamwambia, naomba niandalie viatu vyangu, kesho mimi naenda kanisa la watu waliookoka. Lakini wakati huo pia naenda huko mitaani, kulishakuwa na mambo mengi sana, yani kuna kesi mbalimbali, kiasi ambacho nilipokwenda pale mimi siku ile ya ibada, mchungaji alikuwa kabla hajaita watu wa kuokoka, mimi nilinyoosha mkono nikamwambia mchungaji, mimi nimekuja kuokoka, kabla yeye hajaita watu. Nikaongozwa pale sala ya kukata shauri, nikaanza safari. Lakini huko mtaani kulishakuwa na mambo mengi, kiasi ambacho walienda kubonyezwa pale kanisani, wakaambiwa jamani, huyo kijana aliyeingia hapo kanisani muwe naye makini sana, ana mambo mengi sana huko mitaani, kiasi ambacho hatuna uhakika kama kweli amekuja kuokoka au kuna jambo anawafuatilia hapo kanisani. Kwa hiyo ikawa ni story ni kama ile ya Paulo, wakati watumishi wa Mungu akina Anania wanaambiwa wakamuombee, wanasema jamani, huyu mtu alishakuwa na barua ya kuwatenda mabaya watu wa kanisa. Lakini namshukuru Mungu nilikuwa nimemaanisha, kwa sababu kutokea hapo nilikuwa mara nyingi ile kazi yangu kule kiwandani, kwenye kiwanda cha tumbaku, zilikuwa ni kazi za shift. Unaweza ukaingia siku nyingine asubuhi unatoka mchana, siku nyingine unaingia mchana labda saa 9 natoka saa 5 usiku. Lakini nilikuwa na shauku kiwango ambacho nikitoka saa 5 usiku shift, kama ni Ijumaa, naunganisha kwenye mkesha wa kanisani. Kwa hiyo nikaanza kumpenda Mungu, na nilikuwa ni miongoni mwa watu waliookoka wenye maswali mengi sana. Yaani nilikuwa na maswali kadha wa kadha. Lakini Mungu alikuwa anafanya kitu cha ajabu. Kuna wakati nilikuwa na maswali naenda nayo ibadani, natamani nikitoka nimuulize mchungaji au shemasi. Lakini nilikuwa ndani ya ile ibada, neno linapohubiriwa, karibu maswali yangu yote yanajibiwa na yatiki. Kila aina ya swali ambalo nilikuwa nalo, natoka nikiwa nimeelewa ibada. Na nikaanza kuona kama nilichelewa wapi kuanza hii safari ya wokovu. Kwa hiyo baada ya hapo nikaendelea, tukawa na idara ya vijana nzuri, tukalelewa. Kwa hiyo nilikaa miaka kama 5 Morogoro baada ya kuokoka, na ndipo Mungu alifungua milango. Nikajikuta kuna wakati ikatokea nikaambiwa kuna kazi kwenye kampuni moja hapa Dar es Salaam. Na historia yangu, nilikuwa sio mtu ambaye nimewahi kupata shule na muongozo mzuri wa shule huko nyuma. Nikaja nikaambiwa hii kazi ni kazi kwenye kampuni ambayo ilikuwa ni kampuni ya kimataifa, ina wazungu. Nikamwambia Mungu, hiki kitu kinawezekanaje? Lakini nikapata mtu mmoja akanitia moyo, nikaja hapa Dar es Salaam kuanza kufanya kazi na kampuni moja mwaka 2007. Nilipokuja nilitakiwa kufanywa interview, lakini wale watu waliponitazama tu wakasema huyu hana sababu ya kufanya interview. Tunaomba aanze kazi, na baada ya miezi 3 tukiona anaelewa tutampa mkataba wa miaka kadhaa ya kufanya kazi. Nikaanza kazi kwenye kampuni moja, ofisi zake zilikuwa Mikocheni pale. Ni ofisi ya wanasayansi, kuna wazungu, kuna mchanganyiko wa watu wasomi sana pale. Nikaanza kazi, na nilipoanza na mimi sasa nilianza kuona nuru kwamba kuna mahali Mungu ananipeleka. Nikaanza safari ya kujiendeleza kimasomo. Kwa hiyo mimi nikiwa hapa Dar es Salaam nikasoma masomo ya QT. Nikawa naingia ofisini, nikitoka jioni naenda darasani. Nilikuwa nasoma maeneo fulani Magomeni kule Mzimuni. Nikaanza masomo ya QT, mwaka mmoja nikasoma form 1 na form 2. Tukafanya mtihani watu zaidi ya 900 na. Lakini baada ya ile mtihani ule wa kufanya ili uvuke QT kwa mwaka wa kwanza, tulifanya watu 900 na tukapita watu kama 270. Kutoka 900 na. Nikamaliza, nikashukuru Mungu, huku naendelea na kazi. Kukawa na mapambano kadha wa kadha kazini pia, haikuwa rahisi. Kuna wakati kuna vita zilikuwa zinainuka, lakini nikawa namtegemea Mungu kwa kumuomba Mungu na kumwambia Mungu,
mimi ninasoma kwa sababu pia hii kazi inaniwezesha, naweza nikapata kipato ambacho na kigawa. Kingine kinanisaidia kwenye maisha ya kawaida na kingine nakipeleka kwenye ada na vitu vingine vinavyohusika kadha wa kadha. Kwa hiyo nikaendelea. Ilipotokea hivyo, kuna changamoto kadha wa kadha zilitokea nikiwa pale kazini. Lakini nikawa kwenye maombi makali. Na baada ya yale maombi, nakumbuka siku moja nikiwa chumbani nikamuomba Mungu sana mwenyewe. Bado ni kijana, sijaoa, lakini namwamini Mungu, na nilipokuja Dar es Salaam nikawa mwaminifu kwa sababu nilijiunga na kanisa la Kinondoni TAG kwa Bishop Rogatiswai. Na baba yule akawa baba mzuri, akanilea nikiwa pale, na nikiwa pale pia kanisani nikaendelea vizuri. Baadaye nikapewa nafasi ya uongozi kanisani, nikawa ni shemasi pale kanisani. Nikafanya huduma za ushemasi. Nikakaa nikiwa kijana bado sijaoa, nikapewa nafasi ya kuwa mzee msaidizi wa kanisa. Nakumbuka siku moja mzee wangu kiongozi, mzee mmoja anaitwa Bernard Kalinga, akanambia, Cassian, ili jambo limevunja rekodi hapa kanisani. Hatujawahi kumpa mtu nafasi ya kuwa mzee msaidizi wa kanisa akiwa hajaoa. Kwa hiyo hili kwako limevunja rekodi, akaniambia yule mzee. Na nilikuwa niko safarini, lakini niliporudi wakanipa zile taarifa. Kwa hiyo niliendelea vizuri kulelewa, lakini pia kwa sababu nampenda Mungu, baadaye nikapata nafasi kwenye idara ya vijana kihuduma. Nikawa ni kiongozi wa section wa vijana. Section yetu kipindi hicho ilikuwa ni kubwa, bado haijakatwa. Kwa hiyo section ya Kinondoni ilikuwa inachukua makanisa mengi sana. Nikahudumu kama kiongozi wa vijana, kama mwenyekiti au mkurugenzi wa vijana. Nimehudumu hiyo nafasi kwa zaidi ya miaka 10 na nikiwa kwenye hiyo huduma ndipo ambako Mungu alinitokea pia kwa kupata mke niliye naye. Tukiwa kwenye hizo huduma, na yeye alikuwa pia ni kiongozi mahali fulani. Kwenye vikao vile tunapokutana, kuna siku moja nilipokutana tu ndani kwangu nikaona hapana, huyu anafaa kuwa mke huyu. Tulifanya hicho kikao mahali fulani. Nilipomuona nikaona huyu mtu anaweza kufaa kuwa mke. Na sikuwa na historia kubwa ya kumfahamu, lakini nikafanya mkakati wa kumjua vizuri na nikafuata taratibu zote. Kweli tulipofahamiana, Mungu akaachilia neema. Nikawa nimekutana na Victoria, na huwa ninawashuhudia watu mara nyingi, nawaambia majina pia yana nguvu sana. Maana kipindi hicho nilikuwa ni shemasi pia wa mtaa wa Victoria. Halafu nikakutana pia na Victoria. Kwa hiyo ninawaambiaga watu majina yana nguvu. Na hata watoto tunapowapa majina, usimpe tu mtoto unampa cha usiku. Unakimpa cha usiku unashangaa wakati mnafunga milango yeye ndo anavaa vipedo, anataka kutoka nje. Kwa hiyo ni somo lingine kabisa la majina, lakini nilijifunza hilo kwamba nilikuwa naishi mtaa wa Victoria. Halafu nikaja kukutana na Victoria. Kwa hiyo mke wangu mpaka leo anaitwa Victoria. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kwa kifupi niseme, nikiwa hapo baada ya kufahamiana na Victoria, nikafuata kanuni zote. Yeye alikuwa anatokea kanisa lingine la Mbezi Beach TAG, lakini tulipofuata taratibu zote, baadaye hatimaye tukafunga ndoa yetu. Tulifungia pale pale Kinondoni. Tukafunga ndoa nzuri pale na sherehe ikafanyika vizuri. Tulifanyia ukumbi wa Sinza. Tukaanza safari yetu ya mke na mume. Na kwa kweli, of course kuna historia kidogo hapo katikati, kwa sababu nilikuwa nimeshafanya kazi mara kadhaa na Wahaya. Sasa baada ya kufanya kazi muda mrefu na Wahaya, moyoni mwangu kabisa nilikuwa nimejisemea, wakati namuomba Mungu nikiwa kijana, nikamwambia Mungu, ikiwezekana unipe mke, lakini ikiwezekana asiwe Muhaya. Yaani nikamwekea Mungu masharti, lakini nikasema, lakini sio kama nipendavyo mimi, mapenzi yako yatimizwe. Nikaacha hicho kipengele. Sasa nilipokutana na huyu binti muda mrefu, tumezungumza, tumefika mbali, nilisahau kuuliza kabila. Ukafungwa. Lakini baadaye tukiwa tumefika mbali, siku moja na mkamuuliza, nikamwambia, samahani, hivi wewe ni kabila gani? Akanambia mimi ni Muhaya. Lakini sasa moyo wangu ulikuwa umeshafika mbali. Kwa hiyo nikasema hilo sio jambo baya. Lakini ninachomshukuru Mungu kwa kweli, nilikuwa naweka hayo masharti kwa sababu ya vitu vichache vya watu wasiomjua Mungu. Lakini tangu nilipokutana naye, huyu ni Muhaya anayemjua Yesu. Amekuwa baraka kwenye kazi zangu za kawaida, amekuwa baraka kwenye huduma mpaka wakati huu. Namshukuru Mungu. Yaani mimi nikitoka hata kanisani, of course nina watendakazi wazuri sana pale kanisani Mungu amenipa, kwa maana ya wazee na baadhi ya viongozi wachache wa idara. Lakini nina uhakika kabisa ninapotoka, yeye kwangu simuiti tu mama mchungaji, lakini huwa namuita pastor kwa wito wake yeye unaojitegemea. Kwa sababu amekuwa baraka na Mungu amekuwa akimtumia katika maeneo kadha wa kadha kwa huduma yake ya wito pia na yeye aliyoitiwa, sio kwa sababu ya mimi ni mume wake ambaye ni mchungaji. Kwa hiyo
hiyo ndio imekuwa safari yetu, safari yangu mimi ya huduma, nikaendelea hapo. Lakini wakati nikiwa kazini nafanya kazi, nilikuwa nafanya sana pia huduma kwa maana ya kumtumikia Mungu kazini. Nilikuwa nafanya kazi hospitalini. Nilipofika pale wakati nafanya kazi, nilipohama ile taasisi ya kwanza ambayo nilikuwa naifanyia kazi, maana kuna vitu ninavikata, lakini nikiwa kwenye ile taasisi ambayo nimekuambia nilimuona Mungu, niliajiliwa nikiwa sina qualifications za kutosha. Nilihama hiyo nilipofanya mtihani wa QT wa kwanza, kukatokea neema moja nikahama. Kwa hiyo pale ile taasisi nilifanya kazi kama miaka miwili, 2007 na 8, 2009 nilihamia kwenye taasisi nyingine ambayo ilikuwa ni hospitali. Hospitali kubwa sana hapa Dar es Salaam. Kwa wanaoifahamu inaitwa Kairuki Hospital. Kwa hiyo nikapata kazi pale pia. Nilipata kazi kama ni floor supervisor. Nilikuwa ni msimamizi wa idara ya wagonjwa wa nje kwenye maeneo ya X-ray, mapokezi, maabara, eneo hilo lote. Kwa hiyo nilikuwa ni mtu ninayesimamia watu walio ndani, lakini pamoja na wagonjwa wanaoingia na kutoka. Nikafanya kazi pale kuanzia 2009, lakini hiyo 2009 niliendelea na kazi pale mpaka nilioa nikiwa pale pia, nikiwa nafanya kazi Kairuki Hospital. Na ni taasisi ambayo siwezi kuacha kuizungumzia kwa sababu nikiwa pale nimekuwa pia nikitumika. Nilikuwa naombea wagonjwa, na hata baadhi ya watu wengi wanaonifahamu pale nilikuwa nafanya nao kazi walianza kuniita mchungaji nikiwa nafanya kazi pale. Kwa sababu nikiwa pale nilikuwa kuna wakati na kwenda odini kuombea wagonjwa, na nilikuwa namuona Mungu pia baadhi ya wagonjwa akiwaponya na kufanya vitu vikubwa na kuendelea kuachilia wito ndani yangu. Na nikiwa pale ndio wakati nilikuwa nasikia, maana nilikuwa nautumia huo muda nikiwa na ile lunch hour, saa langu lile la kula, mimi nakwenda odini kufanya maombi. Nikitoka muda ukiwa umeisha, kwangu ndani nasikia kama vile nazurumiwa. Yaani naona hii ndio huduma ambayo nilipaswa kuendelea nayo. Kwa hiyo wito wangu ulishamiri nikiwa hapo. Hatimaye ilipofika mwaka wa 2021 mimi mwenyewe niliandika barua ya kuwaambia sitaweza kurenew mkataba tena. Nitakiwa ulikuwa ni wakati ambao ilikuwa tunafanya kazi kwa mikataba, kila unapoisha unarenew. Lakini mimi niliandika barua kwamba siwezi kuendelea tena. Na hata baadhi ya wahusika na viongozi wakaniita kuniuliza ni kwa nini huwezi kurenew tena. Nikamwambia mimi nategemea kwenda chuo cha Biblia na ni wakati wangu sasa wa kwenda kumtumikia Mungu. Namshukuru Mungu, wakati nikiwa kwenye huo mchakato ndipo ilikuja pia sasa baada ya kuwa nimeanza masomo ya awali 2022 ndipo kanisa letu la TAG lilikuja kufungua kazi mpya hapo Bunju Kinondo. Nikafunguliwa kazi mpya na idara ya uinjilisti. Wakati huo alikuwa inaongozwa na Pastor Danford Mande Pasco, pamoja na mwangalizi alikuwa ni Dr. Mbwiro ambaye sasa hivi ni askofu wa jimbo la Ubungo. Ilipofunguliwa hiyo kazi, baadaye waliitazama wakaona kuna uhitaji wa mtu wa kusimamia hiyo kazi. Basi nilifikishiwa huo ujumbe na mimi nikawaambia ngoja nipate nafasi ya kumuomba Mungu. Kwa sababu kipindi hicho nilikuwa na ratiba ya kwenda kusoma na mipango yote ilikuwa iko vizuri. Basi kwa neema ya Mungu kula ikaniangukia, hatimaye nikaanza kazi pale pamoja na mke wangu 2022 ilikuwa ni mwezi Novemba, lakini tukawekwa wakfu rasmi mwezi Desemba 2 ndio tukawekwa wakfu kwa ajili ya kuanza huduma pale. Kimsingi tumekuwa na huduma nzuri ya baraka tangu tumeanza. Tuliendelea mwaka kama mmoja. Lile jengo lililojengwa la mwanzoni kabisa halikuwa jengo kubwa. Kwa hiyo tukajikuta tayari tunaanza kujaa pale. Tukalazimika kufanya mipango na wale watu wachache tulioko pale tukapaongeza kidogo. Kwa hiyo Mungu ametupa neema mpaka sasa tunaendelea vizuri sana pale, lakini bado hatujapata eneo la kudumu. Ni nini maono pengine na malengo mlionao kama kanisa? Yes, maono makubwa tulionayo, kwanza tunayo maono ya kuhubiri Injili kwa maana ya kuendelea kuwahubiria watu. Hiyo ni miongoni mwa huduma kubwa sana iliyo ndani yetu. Na yani kwa maana pia ya kuwafikia watu ambao hawajafikiwa. Lakini jambo kubwa pia tulilonalo sasa ambalo ni miongoni mwa mikakati yetu, tunatafuta kupata eneo la kudumu kwa maana ya kiwanja cha kanisa ili tuweze kufanya ujenzi. Tunamshukuru Mungu tumepata eneo hivi karibuni na tumeshaweza kuzungumza na muhusika ambaye ni mama
sisi tuko Bunju Kinondo, lakini huyo muhusika yuko mbali na hapa, japo yuko hapa jijini Dar es Salaam. Lakini nilifanikiwa kufika na kuweza kuzungumza naye nikiwa pamoja na baadhi ya viongozi wa pale kanisani, na yule mama akaonyesha anatamani kutuuzia lile eneo, lakini tulimuonyesha kwamba tuna kiwango fulani kwenye akaunti. Yeye hakukubali, alituambia yeye anatupa muda tutafute fedha ili mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi wa 6 tukifanikiwa tuweze kumpatia. Kwa hiyo hapa tunapozungumza tuko kwenye mikakati mikubwa sana ya upatikanaji wa fedha, na hata ninapozungumza hapa mtu yeyote unayenisikia ukiwa Tanzania na nje ya Tanzania, labda ni mtu ambaye una hiyo neema, unaweza ukasupport kazi ya Mungu. Akaunti yetu utaiona ni akaunti ya kanisa ambayo ina majina ya kanisa, na ni akaunti yetu ni ya benki ya CRDB. Kwa hiyo utakapoiona hapa kwenye hii session ambayo naendelea nayo kuzungumza, ni kuombe mahali ulipo popote. Hii ni kazi ya Mungu, unaweza ukawa uko mbali, lakini unaweza ukaachilia changizo lako na kazi ya Mungu ikaenda vizuri na ukapokea baraka, kwa sababu kuchangia kazi ya namna yoyote ya Mungu ambayo iko ya uhakika ni kupanda mbegu kwenye udongo mzuri. Kwa hiyo ni kutie moyo wewe ambaye unanifuatilia na kunisikiliza, tunalo hilo hitaji. Utaiona hiyo account, lakini utaiona pia namba yangu ya simu. Unaweza ukawa labda unahitaji kupiga na una maswali hapa na pale, niko tayari kabisa kupokea hiyo simu na kukuelezea kwa undani zaidi ile mikakati tulionayo. Lakini hilo eneo tunalitamani sana mpaka mwishoni mwa mwezi wa 6 angalau tuwe na kiasi ambacho yule mama anaweza kapokea, ili tuweze kumiliki hiyo eneo la ardhi la kiwanja cha kanisa la TAG. Pengine kwa kianzio anatamani walau kwa kuanzia mpaka kufika mwezi wa 6 muwe mmepata angalau shilingi ngapi? Angalau yuko tayari kupokea milioni 35. Kufikia mwishoni mwa mwezi wa 6 ameonyesha yuko tayari. Tukiwa na milioni 35 anaweza kuipokea hiyo. Na sisi tunapambana, kama itapatikana inayozidi tutamshukuru Mungu, lakini hayo ndio malengo ambayo kutoka sasa kwenda mwezi wa 6 hapo ni karibu, kimsingi ni miezi kama 2, lakini sisi imani yetu pia tunamtazama Mungu na tunamtumikia Mungu ambaye ndiye mwenye hii kazi. Kwa hiyo imani yetu pia tunamwamini Mungu ya kwamba atatusaidia sisi wenyewe, lakini pia anaweza hata kutuinulia watu hawa ambao watatufuatilia kwa channel hii ya NYTV. Ina watu wazuri sana wanaopenda kumtumikia Mungu. Naamini wanaweza wakatusapoti na kutufanya hii akaunti ikafika malengo hayo kwa haraka kabisa. Namba yangu ya simu ambayo unaweza ukanipigia kama una jambo lolote na ungetamani labda kuuliza, kama ni swali au kupata maelezo mengine ya ziada. Namba zangu za simu ni kuna 0717 52 00 00. Tarudia tena 0717 52 00 00. Lakini kuna namba nyingine ya Voda ambayo yenyewe ni 0766. Alafu kule mbele zinafanana ni 52 00 00. Ukipiga hizi namba zote unaweza ukanipata na tukawasiliana vizuri. Ukituma bado haina shida, kwa sababu ukituma hiyo pesa ikiingia, cha msingi nitaomba ukiituma uniandikie maelezo kwamba umetuma kwa ajili ya kiwanja ili tuweze kuingiza kwenye account. Lakini account yetu ya CRDB iko vizuri kabisa. Majina ya account ni TAG Satellite International Tabernacle. TAG Satellite International Tabernacle, na account ya CRDB namba zake ni 01 50 95 67 41 300. Tarudia tena, ni namba ya account ya CRDB. Jina la account ni TAG Satellite International Tabernacle, lakini namba zenyewe za account ni 01 50 95 67 41 300. 01 50 95 67 41 300. Unapoingiza tu hizo, hata kama unaingiza kwa wakala, jina litakalotokea hapo litakuonyesha ni TAG Satellite International Tabernacle. Jina langu mimi ni Cassian Alois Mwenyasi. Kwa hizo namba zote ukitaka kuingiza kama ni fedha au kitu chochote kile, majina yatatokea Cassian Mwenyasi. Kwa majina naitwa Victoria
Cassian, ni mke wa mchungaji Cassian. Tunamshukuru Mungu ambaye ametupa nafasi na kutuamini tutumike katika kanisa letu zuri la City Light International Tabernacle ambalo linapatikana pale Kinondo, kata ya Mabwepande. Kwa kweli tunamuona Mungu akitusaidia sana. Tunamuona Mungu akiokoa, akiponya. Kila siku iendayo kwa Mungu tunaona kazi ya Mungu ikiendelea vizuri. Kwa hilo tunamshukuru sana Mungu. Sasa kwa sababu ya kupanuka na kukua kwa huduma, kunatupa kutazama na kuangalia mbele nini sasa tufanye ili tuwafikie wengi zaidi. Lakini tunapowafikia wengi zaidi wanafika wapi? Wanakuwa wapi? Kwa sasa bado hatuna eneo. Eneo tulilonalo ni eneo tunalopanga. Kwa hiyo tuko kwenye mkakati wa kupata mahali petu pa kudumu ambapo tutamjengea Mungu kanisa na madhabahu, watu wa Kinondo wapate kuabudu. Mji wa Kinondo ni mji ambao unakuwa kwa kasi. Viwanja vipo na tumeviendea vingi. Hapo katikati tulipata kiwanja, lakini wakati tunajipanga kikachukuliwa. Na sasa lipo eneo ambalo tumeliona na tumeisha zungumza na muuzaji, linahitaji milioni 70. Na kwa neema ya Mungu baada ya mazungumzo akaridhia kwamba ikifikapo mwezi wa 6 angalau tumpe nusu ya milioni 35. Kwa hiyo tuko tunapambana huku tukimuomba Mungu kwamba hicho nacho kisije kikatupita ama kikachukuliwa. Kwa hiyo tunatamani sana tuzipate hizo milioni 35 na tuwe waaminifu. Sisi tumemwaahidi kwa imani kwamba mwezi wa 6 tutakuwa nazo. Na yeye akatuahidi kwamba hata kiuza, na kweli amestopisha matangazo, hatangazi. Ametuambia kwamba kiwanja anataka kutuzia sisi. Kwa hiyo na sisi tunatamani kujenga imani yetu kwake kwa sababu tunamwamini Mungu mwenye mambo makubwa, hata tuacha kwamba hiyo milioni 35 ama zaidi tuweze kumfikishia kabla ya mwezi wa 6. Sisi kwa kweli tumejitahidi na tumepambana kwa udogo wetu. Mpaka sasa hivi kwenye akaunti inasoma around milioni 10. Kwa hiyo tunapambana tuifikire milioni 35 tuikabidhi, ili basi lile eneo tuwe tumelimiliki japo kwa unusu wake, tukiamini Mungu kwamba muda atakao tupa uliobaki basi tutamaliza hiyo pesa iliyosalia. Naomba wito huu ukufikia unapoisikia hii sauti. Kama umeguswa na una huduma ndani ya moyo wako kwa ajili ya kufadhili makanisa ama kwa ajili ya kufanya chochote kwa ajili ya Bwana, tunakukaribisha umtumikie Mungu pamoja na sisi, umjengee madhabahu Mungu, kwa sababu tunajua utakapofanya hivyo zipo baraka kubwa, na tunatambua kwenye utoaji tunagusa moyo wa Mungu. Utakapofanya ukaweka sadaka yako pale, wana CIT tutaomba kwa ajili yako, lakini mbingu zitatambua kwamba pale mahali ambapo wana Kinondo anaabudia ipo sadaka ya mwanamke fulani, ya mwanaume fulani, ya binti na kijana fulani ambaye anampenda Mungu. Kwa hiyo nikukaribishe sana, karibu tumtumikie Mungu pamoja, karibu tusupport, karibu ufanye kwa ajili ya Bwana. Mungu akubariki utakaposikia sauti hii na kuitika wito huu. Ni ombi langu Bwana akusemeshe kwa namna ya tofauti, ufanye na ulione kwa uzito tulionao. Tuna mwezi mmoja tu kufikia hiyo milioni 35. Hatuwezi bila wewe mtazamaji wetu, hatuwezi bila wewe muombaji, hatuwezi bila wewe ambaye Mungu ameweka kitu kwa ajili ya kutusapoti kazi ya Mungu. Tunakukaribisha sana, ututembelee, ufanye kitu kwenye akaunti yetu na tutajisikia vizuri na tutakuombea na tutakubariki, lakini mbingu zitakubariki sana. Yes, mfuatiliaji mzuri kabisa wa vipindi vyetu vya NYTV, bila shaka umemsikia mtumishi wa Mungu mchungaji. Watu ambao hawafiki 100 kwa maana idadi ya watu wazima, lakini wameweza kujikusanya kwa uchache wao na udogo wao wakaweza kufika milioni 10 kwenye akaunti. Na kama ambavyo umemsikia, ndani ya miezi hii michache kufika mwezi wa 6 wanatakiwa walao
kwenye akaunti waweze kuwa na kiasi cha shilingi milioni 35 angalau kwa kuanzia, lakini kiwanja kile kinahitajika milioni 70. Basi ninaamini kabisa wewe umekuwa mdau mzuri sana wa kuweza kusapoti kazi ya Mungu kwa watumishi wa Mungu mbalimbali. Basi tunakukaribisha sana, mshike mkono mtumishi wa Mungu. Mimi ninaamini nyakati zote tumekuwa tukisema kwamba unapofanya kwa ajili ya kanisa fulani, haufanyi kwa ajili ya mchungaji, haufanyi kwa ajili ya kanisa, lakini unafanya kwa ajili ya kazi ya Mungu. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana unapokwenda kufanya jambo hili la baraka, kuweza kuwashika mkono na kushiriki katika kuifanya kazi ya Mungu.